Kurasa. Mtazamaji wa EATV, karibu katika Kurasa upate dakika chache za kukuletea machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tuanze kukupekulia kurasa kwa hili. Katika kukabiliana na tatizo la ajira kwa vijana wameitaka serikali kutenga maeneo maalum ya uchimbaji madini ndani ya mkoa wa Dodoma ambayo itakuwa maalum kwa ajili yao. Vijana hao wakiongea na EATV wamesema eneo la UDOM wanaweza kupata nafasi na kutimiza lengo lao la kukabiliana na umasikini na kujikwamua kiuchumi. Bwana, sekta ya madini ni sekta ambayo imewainua wengi sana kiuchumi, japokuwa ni wachache sana wanaonufaika kutokana na mazingira ambayo yanakuwa na migogoro katika mazingira yao ya madini, alafu pia mipaka na umiliki wa ardhi. Nimesikia na nimeenda mpaka kwenye eneo kabisa la madini wanayochimba, lakini changamoto inayokuja unakutana na yale maeneo tayari wameshayachukua wamiliki. Kama wameshachukua mataasisi, makampuni, mkifika nyinyi wachimbaji wadogo kwenye eneo lile pale inakuwa ni changamoto kidogo. Cha kwanza ambacho wanatakiwa kukifanya ni kuandaa mkakati wa kuwafikia vijana maeneo, mfano kama masokoni, mona kama sehemu za wafanyabiashara wanapofanya biashara zao ndogondogo, hususan kama machinga, ama kuwafikia vikundi mbalimbali. Lakini kama zinapokuja fursa kama hizi na sisi vijana tunaziona wanatembelea katika maeneo yetu ambayo tunapatikana, nadhani itaweza kusaidia na itakuwa mwarobaini sasa wa kuweza kutatua changamoto ya ajira ambayo mara nyingi imekuwa ikitukumba sisi vijana. Tuendelee na kurasa. Wakazi wa mtaa wa Mlandege wamejikuta wakipitia changamoto ya maji kufurika mitaani kwao katika kipindi hiki cha mvua kufuatia mtaro wa kupitisha maji taka kuzibwa. Wakizungumza na Kurasa, wakazi hao wamesema mtaro huo umesababisha maji kutuama kwenye baadhi ya nyumba zao na kuongeza kuwa umezibwa bila kufuata utaratibu wa kisheria. Kwa kweli mazingira haya hapa jinsi ninavyofahamu mimi haijawahi kutokea maji ya kijana namna hii, ila kilichosababisha ni kuziba kwa mtaro hapa. Kwa hiyo maji yametuasili sana, maji yameingia ndani kwa watu. Tumepita katika barabara ya Serengeti na Mlandege, tumekuta kuna athari kubwa sana hapa, maji yanashindwa kwenda kwenye mkondo wake kwenye storm water. Kuna ndugu yetu hapa ambaye ni jirani amejenga nyumba juzi hapa, amezuia, amefunika juu, yani hiyo storm water ameifunika juu kwa ajili ya kupata access ya kupita, lakini wakati wafunika hapa kwenye kona ya Maungano chini hapa ameweka chuma, amezuia, na maana anataka ruhusu maji tu apite peke yake, lakini kwa sababu kuna vitu vidogo vidogo ambavyo vinapita, hii storm water hairuhusi kuzuia chochote kwa sababu inapeleka vitu vingi, kama kuna makopo ndogo ndogo yatapita. Sasa yeye amezuia hapa, atapozuia hata chuma hapa basi maji hayaendi. Kulingana na mtaro ulivyozijaa maji, tuliweka hii nondo kwa ajili ya kwamba maji yapite, uchafu baki, lakini baada hapo uchafu unabaki, unazuia maji kutembea, ndio yanaleta itirafu. Lakini tumeshazungumza mafundi wakuja kurekebisha maji, tusiingie itirafu na majirani zetu. Tumalizie Kurasa kwa hili. Watoto wenye uhitaji maalum wilayani Babati mkoani Manyara wameomba wadau mbalimbali na watu wenye uwezo kuwasaidia mahitaji ya shule, haswa katika michango ya chakula kwenye shule wanazosoma. Wahitaji hao wanashindwa kutimiza mahitaji ya shule yatakayowezesha kupata chakula na kubaki darasani, hali itakayosaidia kuongeza ufaulu wao. Kwa kweli wito kwa watu wengine ambao naomba kwa kweli tujali watoto wenye mahitaji, kwa sababu hawa watoto sio wa kwangu, ni watoto wa watu wote. Kwa hiyo nawaomba yoyote ambaye ataguswa aje asapoti watoto wao, kwa sababu wanahitaji mahitaji mbalimbali, wanahitaji kusoma, wanahitaji kula, wanahitaji kuvaa, wanahitaji kulala. Maana mtusaidia sana, mwasaidie shule ya msingi chakula kulipia, mtusaidia pia sekondari kulipia chakula. Hawa watu wana mahitaji, kwa sisi kwa serikali pia inahitaji watu wadau kama hao, ili nao waje watutolee misaada kama hiyo. Kuwasemeni pia ni sehemu ya majukumu yangu. Kwa hayo ambayo nimeyaona na mengine mmeniambia, basi tutakwenda kuyafanyia kazi, na naamini serikali ni sikivu katika kutatua changamoto. Basi naamini changamoto hizo zitatatuliwa ili na ninyi muweze kufanya kazi katika mazingira ambayo ni rafiki, lakini na wafungwa pia waendelee kupata huduma ambayo wanapaswa kuipata. Tumekufungulia na kukufungia kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tafadhali usikose kufuatilia Kurasa hapo kesho.
Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kukuletea Kurasa, jina langu ni Samson Charles, nikikutakia wakati mwema kabisa. Endelea kuenjoy vipindi bomba na makini sana kupitia hapa East Africa TV. Kurasa.